Leo nataka nikurudishe nyuma kidogo na kuletea historia ambayo iliweza kutikisa katika uwanja maarufu hapa jijini Mbeya, uwanja Ngoma. Historia ya kuzaliwa kwa timu ya Barcelona kutoka Saitama, mgogoro uliobadili taswira ya soka la uwanja Ngoma. Katika maisha ya soka, yapo matukio ambayo hupita kama sehemu ya kawaida ya mchezo, lakini pia yapo matukio yanayobeba historia nzito kiasi kwamba hayawezi kusahaulika kizazi hadi kizazi. Hizi ndizo simulizi zinazounda utambulisho wa timu, rafiki na wachezaji, na sehemu ya wale waliopigania kile wanachokiamini ndani ya mchezo. Miaka kadhaa iliyopita, katika viwanja vya soka vya mtaa jijini Mbeya maarufu kwa uwanja Ngoma, kulitokea mgogoro mkubwa ndani ya timu ya Saitama, mgogoro ambao haukuishia kwenye utofauti wa viongozi pekee, bali iliibua mshikamano wa kipekee miongoni mwa wachezaji, kuanzisha migawanyiko, mabishano, purukushani na hatimaye kuzaliwa kwa timu mpya iliyojulikana na kuandika historia ya kipekee, yani Barcelona. Kilichoonekana mwanzoni kama uamuzi wa kawaida wa viongozi kuhusu mazoezi ya timu, baadaye iligeuka kuwa mwanzo wa mapinduzi makubwa ya soka yaliyobadili taswira ya soka la mtaani kwa kipindi hicho. Wachezaji walichagua kusimama upande wa imani yao, wakitetea mshikamano na uongozi waliouamini, huku viongozi wakisisitiza maamuzi yao kwa nguvu zote. Ndani ya sintofahamu hiyo ndipo ulizaliwa umoja wa kumbukumbu kubwa zaidi katika historia ya soka la mtaani Mbeya, kumbukumbu iliyojaa ujasiri, upendo wa mpira, uaminifu na roho ya kupigania kile unachokiamini. Chanzo cha mgogoro huo kilikuwa ni juhudi za baadhi ya viongozi wa timu ya Saitama kuwaondoa kocha na mlezi wa timu hiyo, Derrick Hakim alimaarufu kama Babu, ambaye alikuwa akiheshimika sana. Uamuzi huo haukupokelewa vizuri na kundi kubwa la wachezaji waliokuwa wakiamini na kumuunga mkono. Katika hatua ya kuonyesha msimamo wao, viongozi wakiongozwa na marehemu Fikiri waliamua kuhamisha mazoezi kutoka uwanja wa Mbeya Day kwenda uwanja wa Meta. Hata hivyo, wachezaji waliamua kupinga uamuzi huo na kuendelea kufanya mazoezi katika uwanja wa Mbeya Day kama kawaida, chini ya uangalizi wa kocha Derrick Hakim. Miongoni mwa wachezaji waliokuwa mstari wa mbele katika msimamo huo ni pamoja na Albert, Sinde, Mishe, Bantu, Sele, Dula, Mwamba, Mashaka, Steve, Chazi, Lukelo, Ezekieli, Kingawan, Mgaza, Meki pamoja na wengine wengi walioungana kwa lengo moja: kulinda umoja wao na kumuunga mkono kiongozi wao wa kiufundi. Baadhi ya viongozi kusubiri kwa muda mrefu bila kuwaona wachezaji wakifika Meta, waliamua kufika Mbeya Day ili kujionea hali halisi. Wachezaji walipowaona viongozi wakikaribia, waliamua kuhamia katika uwanja mkubwa wa Mbeya Day na kuanza mazoezi ya kukimbia mizunguko mingi bila kusimama, wakizunguka zaidi ya mara 20 kwa lengo la kuepuka mazungumzo yoyote na viongozi hao. Hatimaye viongozi waliondoka huku wachezaji wakiendelea na mazoezi yao kama kawaida. Hata hivyo, hali ilikuja kubadilika zaidi siku ambayo timu ilielekea uwanja Ngoma kuangalia mchezo mwingine wa mpira. Mara walipowasili, hali ya sintofahamu
ilizuka baada ya viongozi kuanza kuwashambulia baadhi ya wachezaji, jambo lililosababisha purukushani kubwa kati ya pande hizo mbili. Katika vurugu hizo, marehemu Fikiri alimfuata mmoja wa wachezaji waliokuwa wameondoka akimtaka arejeshe fedha za usajili pamoja na viatu walivyokuwa wamenunuliwa wakati wa uhamisho. Tukio hilo lilisababisha mzozo mkubwa uliomfanya mchezaji huyo kukimbizwa kwa umbali mrefu hadi eneo la 2000 Bar Uhindini. Katika hali hiyo ya taharuki, Derrick Hakim alimaarufu Babu aliingilia kati kujaribu kutuliza hali hiyo. Ingawa mabishano yaliendelea, viatu vikichukuliwa kama sehemu ya madai yaliyokuwa yametolewa. Baadhi ya matukio hayo, kundi la wachezaji waliokuwa wameunganishwa na msimamo wao wakaamua kuanzisha timu mpya iliyopewa jina la Barcelona, timu iliyozaliwa kutokana na mshikamano, uaminifu na mapenzi ya dhati kwa mchezo wa soka. Mpaka leo, tukio hilo linaendelea kubaki kuwa moja ya kumbukumbu bora zaidi katika maisha ya wengi waliokuwa sehemu ya safari hiyo. Haikuwa tu historia ya timu kuvunjika, bali ilikuwa simulizi ya urafiki, msimamo, ujasiri na mapenzi ya kweli ya mpira wa miguu wa mtaani. Historia hii imeandaliwa na Robert Elia kwa msaada wa Facebook grupu la wadau wa uwanja ngoma na kusimuliwa nami ndugu yako Ezra Mwilwa wa Ngome ya Michezo. Endelea kutufuatilia, yapo mengi mazuri. Subscribe, share kwa ndugu jamaa na rafiki.